tunawaonya kwamba wasisubutu. Kuna watu hatari sana. Wallahi, kuna watu hatari sana wanaweza wakatembea juu ya kamba kilomita 1. Hiki kikosi nacho nyuma usikione hivi. Ni kikosi hatari sana. Watazamaji wangu wa hichi kituo cha Tanzania News Today, mahala popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Kuna maandamano ambayo yameandaliwa nchini Tanzania, nchini mwetu, tarehe 7 mwezi wa 7. Maandamano haya yameandaliwa baada ya serikali batili ya Samia kukataa kuwasikiliza wananchi. Sasa mtazamaji wangu, kabla sijaweza kukueleza kwa undani, serikali ya Samia imeweza kutoa vitisho kuhusiana na hayo maandamano. Chalamila amesema kwamba serikali itatumia nguvu kupita kiasi, kumaanisha wale ambao waliuawa mwaka uliopita huenda wakaua zaidi mwaka huu, na kueleza hii serikali imeamua kutumia vitisho. Sasa sijui ni vitisho wameamua kuvitumia ndipo maandamano haya yasifanyike. Sasa kuna shehe ama ni Sheikh Mwaipopo ambaye anajifanya mtu mwema kuelekea kwa hii serikali ya Samia. Nasema kwamba wale wote ambao wamepanga kuandamana, yeyote atakayekamatwa, eti kwamba watamtairi bila ganzi. Huyu ni mwanaume mwenye yuko na ndevu, mwanaume mwenye yuko na watoto, mwanaume mwenye anategemea kwamba taifa hili likuwe na uongozi bora. Ndiye anasema kwamba yeyote mwenye ataandamana, wakimkamata watamtairi bila ya ganzi. Sasa huyu mwanaume tena anasema eti kwamba wanashirikiana na serikali. Huyu mwenye anaitwa Sheikh Mwaipopo, eti kwa kila kijiwe, msikitini, kanisani, wameamua kuweka vibaraka vyao pale ambavyo vitakuwa vinawapea taarifa kuhusiana na maandamano ambayo yamepangwa. Eti wakipata mtu yeyote mwenye anasema kwamba kuna maandamano, watamtoa pale ndani wampige vibaya sana. Wacha nikuulize hivi mtazamaji wangu, hawa wanafikiri kwamba hichi kizazi cha Gen Z kinapokea vitisho? Huyu mwanaume kipindi ambapo anazungumza hivi akiwa na kiburi, anafikiri kwamba wananchi wakimkamata watamsamehe? Huyu mwanaume kipindi ambapo kuna familia ambazo ziliweza kupoteza wapendwa wao mwaka uliopita, alitoa matamko kukemea mauaji hayo. Kabla hatujasonga mbele, tafadhali chukua sekunde yako 1, 2, 3 kasikilize kauli hizi kutoka kwa mwanaume huyu mwenye anaonekana ni mtu mzima lakini akili punguani. Tukibainika kumpata mmoja, huyo ndio tutamtahiri bila ganzi. Tunasema wazi kabisa, wala tufichi. Tunaelezana kabisa, tutamtahiri bila ganzi na wala elekezwe kibla. Anatahiriwa kwa kuelekezwa kaskazini. Tunawaonya kwamba wasisubutu. Kuna watu hatari sana. Wallahi, kuna watu hatari sana wanaweza wakatembea juu ya kamba kilomita 1. Hiki kikosi nacho nyuma usikione hivi. Ni kikosi hatari sana. Tumejipanga sana. Yaani kivizuri kabisa. Tumejipanga. Magomeni, Kinondoni, sijui kama naeleweka. Magomeni, Kinondoni na eneo la Sinza. Eneo hilo msiguse. Tunakuwa tahadharishani kabisa msiguse. Tunarudia tena, Magomeni, Kinondoni na mpaka Sinza na Kariakoo yake yote, ile eneo msiguse. Tuna vijana wanaitwa mbwa mwitu. Ukiwaambia kamata wanakamata, kula wanakula. Hao vijana ni hatari, wanatisha. Baadhi yao tu ni hawa wako nyuma yangu. Ni hatari. Watoto wa mjini watalala juu ya miti, yeye mtakuja chini, wao watakuwa juu. Sasa wakitoka juu wanapita na mtu.
Kwa tunatoa tahadhari, maandamano hayo au vurugu hizo, kama kuna kijana wa Kitanzania anajihusisha, tunamnasihi kwamba asifanye, aache. Kwa kweli kabisa aache. Watu raia wema wamejipanga. Sasa litakalo kukuta, usije ukamlaumu Mungu wala ukalaumu wanadamu wala ukamlaumu wanasiasa. Umekwenda kulitafuta mwenyewe. Jambo la pili, maandamano haya kiwazi kabisa, kama alivyoeleza mkuu wa mkoa kaka yangu au ndugu yangu Helbert Chalamila, alisema kwamba nguvu tutakayoitumia, au ni polisi, mimi sio polisi, mimi ni raia tu, mimi ni Tanzania mwema. Nguvu tutakayoitumia haijawahi kutokea, ni kweli. Sasa kama serikali itatumia nguvu, sisi tutumia nguvu maradufu kuzuia watu. Lakini tunachosema ni kwamba tumemwaga informa wetu kila kijiwe. Labda tuambie tu, tumemwaga informa kila kijiwe cha kahawa, kila kijiwe maskani au tuseme kijiwe cha bodaboda, kila bar, kila hoteli, kila guest house, kila eneo lenye mkusanyiko msikitini na makanisani. Tumemwaga informa. Vijana wazalendo wamo wanakusikilizeni vizuri, wale wote mnaoasisi, mnaopendezwa, mnaohamasisha, mnaojaribu kuunga mkono, litakapotokea tu, wallahi tunawapa, wala tuwasubiri sisi. Tukihakikisha kwamba huyu ndio alisupport na kapanga njama, tunakuja kukuchomoa chumbani kwako, nyumbani kwako, hata wewe umelala chini ya handaki, tutakuchomoa watu wako wa vijana watachimba, tutakuibua. Nina imani kwamba umeweza kumsikiliza huyo bwana jinsi ambavyo anazungumza. Umeweza kumsikiliza jinsi ambavyo anazungumza. Anazungumza kwa kiburi. Anazungumza kwa madaha. Na polisi wamenyamaza. Ingekuwa raia mwenye anapinga serikali ndiye ameweza kutoa kauli hizi kwamba wakipata kiongozi yeyote wa serikali watamuua, jinsi ambavyo huyu mtu mwenye anaitwa Mwaipopo amesema eti kwamba sijui wameandaa vijana wao, wengine watakuwa kwenye miti, wataruka kuja chini, wakamate wale ambao wanaandamana kisha wawaue. Yule mwenye angekuwa anatishia viongozi wa serikali angekuwa amekamatwa. Lakini kwa sababu huyu bwana anaunga muuaji kimama Samia mkono, serikali ya Samia inaona kwamba huyu bwana anazungumza mambo ya kizalendo kipindi ambapo anatisha wananchi. Nikutoe hofu mtazamaji wangu. Katiba inasema kwamba raia wako na uhuru wa kuandaa maandamano ya amani. Ni lini waliweza kufanyia marekebisho au mabadiliko katiba ikawa kwamba maandamano ya amani yanageuka maandamano ya vita? Hii ni kumaanisha kwamba hii serikali ni kana kwamba wameweza kununua risasi za kutosha, wako tayari kumwaga damu. Wacha nikwambie, raundi hii wakiua wataokotwa, watanyakuliwa jinsi ambavyo Nicolas Maduro aliyekuwa rais wa Venezuela alivyonyakuliwa kutoka kwa kambi la jeshi. Sasa hivi yupo kwenye jela ya Marekani. Iran juzi tu ndio ilikuwa inaangamiza wananchi kipindi ambapo walikuwa wanaandamana. Mnaelewa ni kipi ambacho Iran wamefanyiwa tangia mwaka jana? Sasa ninaona hii serikali ya Samia, ninaona wale ambao wanaunga hii serikali ya Samia mkono wanataka wafanyiwe kile ambacho Nicolas Maduro alifanyiwa. Sasa imagine kauli kama hizi ambazo umesikia huyu bwana mwenye yuko na mashavu, yuko na ndevu anazungumza. Kauli kama hizi zikitafsiriwa, ziandikwe kwa lugha ya Kimombo, alafu mashirika ya kitaifa yapewe, Marekani iweze kupewa, wataanza kusema kwamba Marekani iliweza kusikiliza taarifa ya upande mmoja, kipindi ambapo mpaka kuna ushahidi wa kutosha ambao unaelezeka kwamba eti watatairi atakayepatikana kiandamana bila ganzi, kumaanisha
wako tayari kukuchinja, wako tayari kukuua. Kama basi kuuliwa, kama basi wataua, lakini taifa letu liweza kupata ukombozi, wacha iwe. Kwa sababu hatuwezi tukaendelea kuishi kwenye utawala wa kiudikteta, mahala ambapo serikali inataka kusema wao wenyewe, lakini wale ambao wanapinga serikali hawatakikani kusema ama hawatakikani kunena. Sasa kuna haya ndiyo yameweza kusababisha mpaka wananchi wanataka kuandamana tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu. Cha kwanza, haki bado haijaweza kutendeka kwa familia ambazo ziliweza kupoteza wapendwa wao, ndugu zao katika mauaji ya mwaka uliopita. Tume ya Jaji Chande ilifanya uchunguzi, wakapata watu 518 waliuawa kinyama, wakaaga dunia. Waliozikwa ni wachache. Miili mingine ilienda wapi? Familia zinaomba miili yao waweze kuizika kwa heshima. Namba 2. Nasema namba 2. Watu 518 waliuawa. Walioua hao watu 518 hawajaweza kukamatwa wachukuliwe hatua. Ni kipi ambacho kinaendelea? Wananchi wanaandamana wakitaka haki za walioathirika mwaka uliopita ziweze kupatikana. Na ndio maana ninasema kwamba bado taifa letu la Tanzania halijaweza kukua. Marekani wanaweza wakaandaa maandamano, polisi wanawaacha tu wanaandamana, bora wasiharibu mali, iwe ni maandamano ya amani. Ukiona mataifa ambayo yameweza kukua, kwa lugha ya kimombo yanaitwa first world countries, maandamano yanaandaliwa, polisi wako, lakini hakuna siku ambayo utaona polisi ameweza kuua au polisi ameweza kupiga mwandamanaji risasi, kwa sababu katiba inasema kwamba kama mwananchi, kama raia hajaweza kuridhika na kitu fulani, anaweza kaandamana ili awasilishe hoja, petition. Lakini katika taifa letu la Tanzania ukionekana hivyo, utaonekana kama ni muhaini. Namba 2, wananchi wanaandamana wakisema kwamba uchaguzi wa mwaka uliopita haukukuwa huru na wa haki. Sasa wananchi wanataka uchaguzi mpya na wanataka marekebisho ya katiba mpya. 3, wanataka Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema, aachiliwe huru kutoka gerezani kwa sababu hakuna makosa ambayo aliweza kuyafanya. Vijana wanasema kwamba hakuna kazi. 72% ya vijana Tanzania wanafanya kazi za mikono, kwa lugha ya kimombo informal. Sasa cha kushangaza, vijana wengi wamehitimu kutoka vyuo vikuu, lakini hakuna serikali ambayo inawaundia ajira. Kitu hicho kimeweza kughadhabisha wananchi. Lakini kwa upande wa serikali wanasema kwamba maandamano hayo ni haramu. Mfano, waziri wa mambo ya ndani amesema kwamba maandamano ya 7/7 ni kinyume na sheria. Ninaambiwa kwamba polisi tayari wamekwisha weka magari yao tayari upande wa kivita, ama magari ya kivita upande wa Dar es Salaam, Arusha na Mwanza. Na nielewa mtazamaji wangu. Namba 3 au nambari nyingine, serikali inasema kwamba maandamano haya ni ya kisiasa. Eti kwamba Chadema inatumia maandamano ya 7/7 kuzuia tume ya jinai isiwachunguze kuhusu vurugu za Oktoba. Wacha nikuulize mtazamaji wangu, kati ya serikali na upinzani ni nani ambaye aliweza kuleta vurugu za Oktoba mwaka uliopita? Si ni serikali? Hata ukiuliza mtoto wa chekechea atakueleza kwamba serikali ndio ilisababisha mpaka wananchi wakaandamana.
waliandaa uchaguzi ambao ulikuwa unaegemea upande mmoja wa serikali. Walikamata viongozi wa upinzani wakawaweka kwa jela kama vile Tundu Lissu. Mambo ni mengi ambayo serikali iliweza kufanya. Wananchi walikuwa wanataka marekebisho ya katiba mpya. Wananchi walikuwa wanataka marekebisho au walikuwa wanataka mageuzi ya mifumo ya uchaguzi. Serikali ikaamua kuwaua wananchi. Alafu sasa wanataka kusingizia kwamba ni Chadema iliweza kusababisha vurugu za Oktoba. Serikali ndiyo inasema hivyo. Sasa serikali inasema eti kwamba Chadema inataka kutumia maandamano ya Sabasaba eti kuzuia tume ya jinai isiwachukulie hatua. Unaweza ukaambia nini serikali? Wanafikiri kwamba watakaa madarakani miaka yote? Gaddafi alikuwa madarakani akiwa anajisikia na kuona wananchi kuwa walikuwa ni watu ambao hawafai. Sasa hivi Gaddafi yuko wapi? Samia wacha ajaribu kuua. Sasa hivi anaangaliwa na ulimwengu mzima, ataokotwa hivi na atafungiwa kwa jela. Hata mahala pa kukojoa hatakuwa nao ama hatakuwa napo.